Na hata idha futihat Yajuj wa Majuj, hawarudi hao hata wakifunguliwa Yajuj na Majuj. Wa hum min kulli hadabi, na hao Yajuj wa Majuj wao katika kila kilima yansiluna, watatiririka kwa spidi kali. Asema la yarjiuna abadan, hawatorejea milele. Hata idha futiha, hata wakifunguliwa hao hata idha futiha, hata pakifunguliwa saddi, kile kiziwizi Yajuj cha Majuj na Majuj. Wa hum, na wao yauma idhin, siku hiyo, min kulli murtafi'i, kutoka kila sehemu ya muinuko, min al-ardhi, katika ardhi, yakhrujuna, watatoka tena musri'ina, wakiwa wanakwenda kwa spidi kali sana. La yarjiuna abadan, hawatarudi milele. Hata idha futiha, hata pakifunguliwa saddu, kile kiziwizi, kwa maana ya ule ukuta ya Ajuj wa Majuj, wa wale Yajuj na Majuj. Wa hum, na wao yauma idhin, siku hiyo, min kulli murtafi'in, katika kila sehemu ya muinuko, maana ya kilima, min al-ardhi, katika ardhi, yakhrujuna, watatoka musri'ina, kwa mbio sana, kwa spidi kali. Waqtaraba al-wa'd, na umeshasogea ahadi ya haki, ishakaribia. Maana yake hicho kiyama na kufunguliwa jamaa ishakaribia. Waqtaraba al-wa'd, na umeshakurubia ahadi ya kufufuliwa ya kiyama. Al-haqq, ahadi ambayo ni ya haki, ni ya kweli. Fa idha hiya, wakati ikitokea, shakhisatun absar, yatakodoka macho alladhina kafaru, waliokufuru kwa kushangaa. Watasema ya wailana, ole wetu sisi, tumeangamia. Kad kunna fi ghaflatin min hadha, kwa hakika tulikuwa tumeghafilika na hili, leo tunaliona. Bal kunna zalimina, lakini sisi tulikuwa ni madhalimu. Waqtaraba alwa'du alhaq, na tayari imeshakaribia ahadi ya haki, ahadi ya kweli ya kiyama. Fa idha hiya, utahamaki ahadi hiyo ikitokea, watakapoliona hilo tukio, shakhisatun, yatakodoka kwa kushangaa, absaru alladhina kafaru, macho ya wale waliokataa wakakufuru. Na watasema ya wailana, kuangamia kwetu sisi. Kad kunna fi ghaflatin min hadha, kwa hakika tulikuwa tumeghafilika na hili. Bal kunna zalimina, lakini sisi tulikuwa ni madhalimu pia. Waqtarabati alqiyama, na kimesha karibia kiyama, bi khurujihim, kwa kule kutoka kwao hao Yajuj. Wa dhaharat ahwaluha, na pamesha dhihiri vishindo vyake. Wa shadaiduha, na shida zake kiyama. Fa idha absaru al-kufari, tahamaki macho ya makafiri, maftuhatun, yatakuwa wazi, min shiddati hawaliha, kutokana na shida ya vishindo vyake. Yakuluna, watasema, ya hilakana, kuangamia kwetu. Kad kunna fi dunya, tulikuwa duniani, fi lahu, tulikuwa katika mapumbao, wa inshighali, na kujishughulisha na mambo mengine, anil istidad, na tulikuwa tumejiingiza kwenye kujishughulisha na pirika zetu, anistidadi, tukaacha kujiandaa bihadha al-yawm, kwa ajili ya siku hii adhimi iliyokuwa kubwa. Bal kunna zalimina, sisi tulikuwa ni madhalimu, bikufrin, kwa kule kukufuru, wa irtikabi al-maasi, na kuyafanya maasi. Waqtarabati alqiyamatu, na kimesha kurubia kiyama, bikhurujihim, kwa kule kutoka hao Yajuj na Majuj. Wa dhaharat ahwaluha, na pamesha dhihiri vishindo vyake. Wa shadaiduha, na shida zake. Fa idha absaru al-kufari, tahamaki macho ya makafiri, maftuha, yatakuwa wazi, kuangalia kwa mshangao, min shiddati ahwaliha, kutokana na shida ya vishindo vyake siku hiyo. Yakuluna, watasema, ya hilaka, na kuangamia kwetu. Kad kunna fi dunya, tulikuwa duniani, fi lahu, tulikuwa katika mapumbao, wa shighali, yani antisadadi, na kujishughulisha, tukaacha kujiandaa lihadha al-yawm, kwa ajili ya siku ile adhimi kubwa. Bal kunna zalimina, bali sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu, bil kufri, kwa kule kukufuru, wa irtikabil maasi, na kufanya maasi. Innakum,
Allah atasema hakika nyinyi mliokufuru, wama taabuduna, na hayo mlioyaabudu na mlivyoviabudu yote, min duni, la kinyume cha Allah, hasabu jahannam, ni kuni tu za moto jahannam, antum laha wariduna, nyinyi moto huo mtauingia lazima. Innakum, hakika nyinyi makafiri, wama taabuduna, na yale mnayoyaabudia, min duni la, kinyume cha Allah, hasabu jahannama, ni kuni za moto wa jahannam. Yani waungu inaingia motoni, si mtihani huo. Antum laha, nyinyi moto huo, wariduna, mtaingia tu. Anasema innakum, hakika nyinyi, ayuha almushrikuna, nyinyi makafiri, wama taabudunahu, na yale mnayoyaabudu, min duni llahi, kinyume cha Allah, min al-asnami, katika masanamu, wa mimman yarda biibadatikum, na chochote ambacho nyinyi mlikuwa mnaridhika kuabudia kwenu, lahu, kuabudia kitu hicho, min al-insi, katika wanadamu, wal jinni, au pengine mkiabudia majini, basi wote ukudu jahannama, ni kuni za moto jahannam. Antum, nyinyi, wa maabudatikum, na viabudiwa vyenu, basi laha dakhiluna, vitaingia kwenye moto huo. Innakum ayuha almushrikuna, hakika nyinyi makafiri, wama taabudunahu, na yale mnaoyaabudia, min dunillahi, kinyume cha Allah, min al-asnami, katika masanamu, wa mimman yarda, na kila ambaye anaridhika biibadatikum, katika kuabudu kwenu nyinyi, lahu, mtu huyo au kitu hicho kinaridhika kuabudiwa, ikiwa min al-insi au jinni, kama ni mwanadamu aridhika kuabudiwa na nyinyi au ni jini, basi ukudu jahannama, ni kuni tu za moto jahannam. Antum wa maabudatikum, nyinyi na hivyo viabudiwa vyenu, laha, kwenye moto huo, dakhiluna, mtaingia. Allah tukufanya. Lau kana haulai aliha, lau ingekuwa hawa ni waungu kweli, ma waraduha, wasingeingia motoni. Lau kana haulai aliha, lau ingekuwa hawa mnaoabudu ni aliha kweli, ni waungu kweli, ma waraduha, wasingeingia kwenye moto. Lakini wa kullun fiha, wote ndani ya moto, khaliduna, milele hawatoki. Sasa waungu wanakwenda kufungwa milele. Lau kana haulai alihatan, lau ingekuwa hawa ni waungu kweli, ma waraduha, wasingeuingia moto. Wa kullun, na kila mmoja, fiha, katika hao, katika moto huo, khaliduna, watakaa milele. Lau kanat hadhihi almaabudati, lau ingekuwa hivi viabudiwavyo, aliha, ni waungu kweli, tuubadu bihaqi, wanaabudiwa kwa haki, ma dakhalu nar, wasingeingia motoni, ma man abaduhu, pamoja na wale walioabudu. Wa kullu min alabidina, na wote kuanzia wale walioabudu, wal maabudina, na walioabudiwa, wote fi nari, motoni. Tena makithuna fiha, watakaa humo motoni, abadan, milele, la yakhrujuna minha, hawatatoka humo. Lau kanat hadhihi almaabudati, lau ingekuwa hawa waabudi wao, alihatan, ni waungu kweli, tuubadu bihaqi, waabudiwa kwa haki, ma dakhalu nara, wasingeingia motoni, ma man abaduhum, pamoja na wale walioabudu. Wa kullu, lakini kila mmoja, min alabidina, kuanzia waabuduji, wal maabudina, na wenye kuabudiwa, wote watakuwa finari, motoni. Tena makithuna fiha, watakaa humo, abadan, milele, la yakhrujuna minha, hawatatoka humo. Tena lahum fiha zafiru, wao katika moto huo, zafirun, watatoa mikelele kama ya punda. Zafiru ni ukelele kama wa punda na zaidi ya punda. Kila mmoja ambiwa punda aliapo. Shehe, punda akilia, lazima utashtuka. Labda wema, lakini kama watu hapo, kwa mfano shehe usikia analia, unaweza ukaenda mbele. Kama kwamba labda kanyukuliwa, sio kapigwa kitu gani, si ndio? Basi motoni watu watapiga mikelele kama ya punda, zafiru, kwa maumivu. Mimi ngeigiza hapa, lakini mtacheka na sitaki mcheke. Lahum fiha zafiru, watakuwa na mikelele kama ya punda kwa maumivu ya katika moto. Wa hum fiha la yasma'un,
tena huko motoni hata kusikia hawatasikia kitu. Yani Allah anampiga mtu mkongoto mpaka anakuwa kiziwi. Sheikh kusikia mtu akapigwa mpaka akawa hasikii? Yasikia? Ndio asikia basi. Allah anasema kwenye sura gani, sio Hudi ile, anasema wataongezewa adhabu makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun, adhabu ambayo hawatakuwa wenye kusikia wala kuona, yani inawatia uziwi na kiupofu kabisa. Motoni mtu atakuwa kiziwi tena kipofu. Ndio ile aliyosema, anasema man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, aliyepuuza utajo wangu atapata maisha ya dhiki duniani, lakini akhira atafufuliwa kipofu. Qala, ajiatoe sababu, aseme rabbi bima ahsabtani a'ma, kwa nini ya Allah umenifufua kipofu wakati kuntu basira, nilikuwa nikiona mimi. Amwambie kadhalika, si ulikuwa unaona wewe? Ndio hivyo hivyo ulikuwa unaona katika ayatuna, sikakuja hizo kumbe waona, lakini ukajifanya kama huoni vile. Fana sita ukazipuuzilia mbali kama huna macho vile, basi kadhalika leo matosa. Na leo vipi tunakusema tunakusahau wewe, unapuuza hivyo kwa ulivyopuuza. Lahum fiha zafirun, watakuwa na makelele humo makali sana. Wa hum fiha la yasmauna, na wao hawatakuwa wenye kusikia. Na ndio kawaida mtu asiyosikia. Kwani ukisema na mtu asiyosikia, shekhe, yeye sauti yake kubwa, maana ndio anaona usikii kama ukasikii yeye, si ndio? Sabahanini, kuna siku moja nasikia kulikuwa kuna mtu na mkewe, lakini mmoja alikuwa kiziwi, alafu nyumba jirani, si ndio jirani, basi wakawa wanazungumza mtu na mkewe. Majirani wote wanafanyaje? Wanasikia. Kwa sababu kile alikuwa akisema yule mwingine anamwambia mwenzake, yule yeye anahisi kama yeye hasikii. Kwa ndio maana watapiga mikelele. Kila walipopiga mikelele waona bado hawajafanyaje? Hawajasikii. Kwa sababu wenyewe hawasikii wala hawaoni. Labda wanatamaa pengine wakipiga mikelele vile wakiua bala pengine watahurumiwa. Ahurumiwe na nani? Allah tuhifadhi. Kwa maana Allah akasema man zuhziha 'anil nari wa udkhila janna faqad faza. Hakuna kufaulu kukubwa kuliko yule ambaye ataepushwa na moto akaingizwa peponi. Huyo ndio faza kwa kweli. Allah ta'ala. Naam. Anasema lahum fiha, wao katika moto, min shiddati ma yulaqawnahu, kutokana na ukubwa wa kile watakachopambana nacho, minal alami, katika maumivu. Basi tanafas, ndio tanafas shadid, yani watapiga pumzi iliyokuwa kubwa sana. Wa hum fi nari, wakiwa motoni, la yasmauna, hawasikii, la aswati, hawasikii sauti, min shiddati alhawl, sauti yote hawasikii kutokana na shida ya vile vishindo, almufzi'u, ambavyo vinaleta fadhaa, alladhi asabahu, ambazo fadhaa zitakuwa zimewasibu na zimewapata. Lahum fiha min shiddati ma yulaqawnahu, wao katika moto huo kutokana na ukubwa au shida ya kile yulaqawnahu, watakachokutana nacho, min alalami, katika maumivu. Basi tanafasa shadid, watatoa pumzi kubwa kweli kweli. Si ndio hapo? Sinatoa pumzi kubwa wewe. Nimesema siingiza familia. Wa hum fi nari, na wao humo motoni humo, la yasmauna al-aswati, hawasikii sauti yote, min shiddati al-hawli, kutokana na shida ya vishindo, al-mufzi'u, vyenye kuleta fadhaa, alladhi asabahum, ambazo zimewasibu. Innal ladhina, hakika wale ambao, sabaqat lahum, ambao wametanguliwa kwao, minna, kutoka kwetu, alhusna, na wema, yani waliotangulia mjema, maana wamekuwa Waislamu wazuri, wameamini na wakafanya mambo mazuri.
ulaika anha, watu hao kutokana na huo moto, mubadun, wataekwa mbali nao. Allah tujalie. Innal ladhina, hakika wale ambao sabakat lahum, ambao wametanguliwa wao, wametangulia minna kwetu, husna, na wema umewatangulia. Ulaika hao anha, kutokana na moto huo, mubaduna, wataekwa mbali nao. Anasema walamma qala almushrikuna, anasema wakati waliposema makafiri, inna Isa, hakika Isa, wal malaikatu, na malaika, alladhina, ambao, abadu, waliowaabudu, sayadkhuluna an-nara, wataingia motoni. Qala Allah amesema innal ladhina sabaqa, maana wao waliposema hivyo walikuambiwa kwamba wao na wanachokiabudu motoni. Sawa? Sasa watu si wanaabudia malaika? Kuna watu wajanja wa hoja. Allah kasema kwamba hakika wao na wanachoabudu motoni. Sawa? Basi wakasema kama ni hivyo, si kuna watu wa muabudu Isa? Kwa hiyo na Isa motoni. Wale muabudu Isa na Isa mwenyewe motoni. Na kuna watu sio wanaabudu malaika? Kwa hiyo na maana wao na malaika pia watakwenda choma moto. Wafahamiana? Waliposema hivi ndio Allah akasema innal ladhina sabaqat lahum husna ulaika anha mubadun. Wao hajaridhika kuabudiwa eti. Hata kufika wale walioabudiwa na wao wakapenda kuabudiwa. Kwa inasema walamma qala almushrikuna, waliposema makafiri kwamba ikiwa ni kwamba kila aliabudu na aliabudiwa motoni, basi inna Isa wal malaika, Isa wameabudiwa na malaika na wao, alladhina ubidu, ambao wameabudiwa, basi sayadkhuluna an-nara, na wao wataingia motoni. Qala Allah akasema innal ladhina sabaka fi ilmi Allah, hakika wale ambao imetangulia elimu ya Allah, annahu min ahalil saada, kwamba ni watu wema watukufu. Basi mithlu Isa, mfano wa Isa alayhi salam, mubaduna anin nari, wao wataekwa mbali na moto. Mubaduna anin nari, wataekwa mbali. Walamma qala almushrikuna, waliposema makafiri, inna Isa wal malaikatu, hakika Isa na malaika, alladhina ubidu, ambao wameabudiwa, sayadkhuluna an-nara, wataingia motoni. Qala Allah akasema innal ladhina sabaqa, hakika wale ambao pametangulia fi ilmi Allah, elimu ya Allah wao, annahum, hakika wao, min ahli saada, kwamba ni watu wema. Mithlu Isa, mfano wa Isa alayhi salamu, hawa mubaduna anin nari, wataekwa mbali na moto. Min fawaidi alayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa at-tauba, ndio tauba, at-tauba ndio sasa na tanwih. Jamani, Yesu mnaona neema tu ishaanza kutangulia. Anasema tanwihi bil ifaf, aya zimekuja kutuonyesha tanwihi bil ifafi, yani watu watie nia, waazimie kujikinga na mambo machafu, wa bayani fadlihi, na pia zikabainisha fadhila za kujikinga na mambo machafu. Lakini pili, ittifaqu ar-risalati samawiyya, kwamba ujumbe wote wa mbinguni unakubaliana, yani ali sheria aliyokuja nayo mtume huyu aliyekuja nayo. Ndio anasema kwamba aliposema kwamba inna ummatukum ummatan wahida, kwa kwamba wote ni wamoja. Musa alayhi salam, Isa, Muhammad sallallahu na wengineo, basi wote sheria zao zinafanyaje? Zinaafikiana. Ndio nasema ittifaqi risalati samawiyya, zimeafikiana ule ujumbe wote wa mbinguni, fi tauhidi, katika upekeshaji. Wote wamekuja kumpekesha Allah,
wa asasi ibadati, na ile misingi ya ibada yote ni mmoja, hakuna aliyekuja na tofauti. Lakini tatu, fathu saddi Yajuj wa Majuj, aya zinaonyesha kutafunguliwa ule ukuta wa Yajuj na Majuj au kufunguliwa kwake, min alamati saati al-kubra, hizo ni katika alama za kiyama, tena zile alama kubwa. Fathu saddi Yajuj wa Majuj, kufunguliwa ile kizuizi cha Yajuj na Majuj, min alamati saati al-kubra, ni miongoni mwa alama za kiyama, katika alama kubwa. Mwisho kabisa, al-ghaflatu anil istidadi, kule mtu kughafilika na kufanya maandalizi li yaumil qiyama, kwa ajili ya siku ya kiyama. Sababu hiyo ni sababu limuanati awaliha, ya kupambana na vishindo vyake. Al-ghaflatu anil istidadi, kughafilika na kufanya maandalizi li yaumil qiyama, kwa ajili ya siku ya kiyama. Ukighafilika, basi hiyo ni sababu limuanati awaliha, ya kukutana na vishindo vya siku hii. Wallahu nafikiri kama ulikuwa vizuri katika darasa lililopita, pia tulimsoma Dhulkifli. Nakumbuka darasa juzi huko hapo shamba. Ukufahamu vizuri tulisoma hapa katika lotajwa na Dhulkifli, na tukasema Dhulkifli pia kuna khilafu, wanasema si mtume, na pia kataja ni katika waja wema, na pia tulisema na sababu yake mpaka kaitwa Dhulkifli. Kwa hiyo hapa waliotajwa si dalili kwamba kila aliyetajwa lazima awe nani, hakuna mtume mwanamke. Huku nyuma tushapita pia, anasema wama arsalna min qablika illa rijala, sema hajapeleka rasulullah ni mwanamume. Sasa Mariamu si mtume tayari, na kwa kutajwa hapo si dalili ya kwamba katajwa awe nani, kwa sababu aya zishapita nyuma kusema kwamba hatujapeleka kabla yako isipokuwa ni rijala. Kwa hiyo itoshe kwamba kutajwa kwake huyo si mtume. Sawa wallahu a'lam. Na si kwamba wataonekana kwamba ndio wako kwenye mlima, wapo sehemu maalumu wamefungiwa, lakini ikibomolewa ile ngome, sawa, wakitoka pale basi watatoka na kwenye kila mlima yansiluna, manake watakimbia na watatoka katika kila mlima. Ni hivi, yani sijui nitoe mfano gani. Nabii Adam alayhi salam, Nabii Adam alayhi salam alikuweko juu alikuweko juu. Alipokuja duniani, sikateremshwa duniani, aliteremshwa vipi? Kwa parachuti. Kwa pamoja ni kutokana na dunia ilivyo na mizunguruko yake.
alitoka kama kwenye ardhi. Tuko pamoja? Alitoka kama vile kwenye nini? Kwenye ardhi. Kwa sababu dunia ni kitu ambacho kinafanyaje? Kinazunguka. Sasa hawa wenyewe wako kwenye mlima. Hawa ndio wako kwenye nini? Mlima, na wamefungiwa kutoka lima lile kule na lima, wako kwenye shimo ndio tukasema. Sasa Allah atakapobomoa hapo, hawa ina maana Allah atawatoa kwenye kila mlima watatoka. Jinsi watapita vipi? Allahu a'lam. Tunafahamiana na vile vile kusema hawa watu mfano wamefungiwa pahala na hawakufungiwa juu, wamefungiwa tu pembeni, kwamba mfano mlima ule kule na huku hichi kiambaza kwa wao walikuwa wana huku ule mlima hawezi kupanda huku na huku, ila walikuwa wapita hapa kwenye hili chochoro uwazi huu. Kwa hiyo Dhulkarnain anachokifanya kaziba huku kaziba na kule. Tupo lakini leo watu hawa wako wapi? Tuko pamoja? Hawaje kuonekanwa. Ukiacha wale waliowaona mpaka wakamtaka Dhulkarnain awaekee ukuta, hakuna mtu ambaye na ingekuwa waonekana, ingekuwa ni utalii huo. Ingekuwa watu wanakwenda hata kwa ndege juu na helikopta wale pale, au sio? Lakini hawaonekani, Allah mwenyewe kawaficha. Lakini siku atafanyaje? Atawatoa. Kwa hiyo kama alivyowaficha ikawa hawaonekani leo wale pale bwana, na ile kuta lenyewe likaonekanwa lile pia halionekani. Au yuko mtu uze kusikia wewe kwamba bwana ile kuta kuna mtu alisafiri akaenda kalikuta liko pahala fulani na akaliona liko hivi na hivi. Allah mwenyewe kaliekea nini? Kaliekea pazia. Na wao wenyewe kawahifadhi hapo, kawaekea nini? Pazia. Kwa hiyo kama alivyowahifadhi akawaekea pazia, lakini kuwatoa atawatoa, anasema katika kila mlima. Kwa hiyo kama watatoboa kama jimbi msitu, ngine jimbi msitu Semula jimbi msitu. Semula jimbi msitu. Tayari. Lakini aya imesema kullu hadabi, maana yake kila mlima hawa watatoka. Kwa hiyo utokaji Allahu a'lam, yeye mwenyewe ndo anajua vipi watatoka. Na tumepita hapa nyuma kwamba Allah yeye hashindwi na kitu, hashindwi na kitu. Ikiwa kamtoa nani Isa alayhi salam pasi na baba, kafanya mengi, na hili hashindwi. Wallahu a'lam. Sio, umefahamu kidogo? Pia miujiza. Na yote kuonyesha nguvu za Allah, ile ni kuonyesha uweza kwamba Allah kila kitu anaweza. Sawa Kuta ulijengwa na walijenga watu, si kwamba aliona Dhulkarnain. Dhulkarnain ndio mjengaji, wale waliokuwepo wanaleta vyuma, kata, weka hapo. Kala mfuhu, puliza, washa moto, weka. Lakini ukiwatoa wao mpaka dunia ataka enzi hizo, shehe, ingekuwa ni katika sehemu za historia, kama vile unavyoona watu wanakwenda katika sehemu za historia za Kiislamu kutembelea, na hii ingekuwa ni sehemu ya kwenda kutembelea. Ungekwenda tukatembelea tukaona ibra ya Allah kama bwana jamaa wale. Hata kwenye picha tungeona hata kwenye picha lakini hata hekta watu wameekta. Ushawahi kuona hekta ya Juju na Majuju? Kwa shakti si watu wanatengeneza hekta fulani, pengine kuna hekta ya Nabii Musa alayhi salam, sijui kuna hekta ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, risala ile kwa mfano inaita the message, sijui na nyinginezo. Yajuju na Majuju washafanywa hiyo.
Wapo watu wameekti Yajuju wa Majuju.